zaidi ya 63 kutoka Njombe mjini, na hii ni safari mpaka kufika kwenye jimbo la Lupembe katika kijiji kimoja ambacho kinaitwa Matembwe. Lakini katika kijiji cha Matembwe kuna kitongoji kinaitwa Mtakuja, ndiko ambako leo kama Asili Yetu TV tumetia kambi hapa kwa ajili ya kuzungumza na mgombea wa nafasi ya ubunge katika jimbo la Lupembe kupitia tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma, Chauma. Ndiye ambaye tuko naye siku leo kwa ajili ya kuzungumza naye vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na safari yake ya kimaisha mpaka anakuja kutia nia. Ni nini ambacho kimempelekea mpaka nafika huku? Mambo mengi utakuja kuyafahamu hapa. So kitu kimoja tu cha kufanya mtazamaji ni kuendelea kusalia nasi na kufahamu mambo mengi makubwa na mazuri ambayo tuko nayo siku leo. Kwa hiyo utasikia makelele ya bodaboda, bajaji, magari, kila aina ya kelele kwa sababu tuko barabarani tunapiga story, hatuna mambo mengi. Mheshimiwa, heshima yako. Asante. Kurudi na pia kijana wangu. Kwanza ni baraka na ni neema na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hapa na tunazungumza nawe siku leo, lakini tamani tuanzie kwenye wale ambao wanakutazama wakufahamu majina yako, lakini pia utuambie chimbuko lako, wewe ni mtu wa wapi? Asante. Kwa sababu na historia na majina mengi sana. Ndio. Lakini basi kwa ufupi majina rasmi ni Hilda Bonde Cherio Placidus Mgeni. Haya majina manne ambayo basi mawili nilipewa mama ya kanisani na moja Placidus na Bonde na Mgeni na jina ukoo. Na hapa tulipo ni nyumbani kwangu ambako nimezaliwa, nimekulia hapa mazingira, na hapa pia na majina yangu. Majirani watu wazima niliokuwa nao wananiita wengine Hida, wengine wananiita Debland, wengine wananiita Tsazo, wengine wananiita Balozi kwa sababu ya historia fulani nikawa nimeitwa Balozi. Balozi, tunajua ni mjumbe wa nyumba 10 huyo. Ndio. Ulikuwa balozi wa nini? Labda ni katika ukuaji wako ulikuwa mjanja akaona akupe chocheo, au lina historia gani jina hilo la ubalozi? Ya Balozi ni jina ambalo nilipewa kwenye mazingira ya kiimani. Nikiwa mdogo wale watawa na sister walikuwa wanapenda sana kunichukua na kunipeleka nyumbani kwao. Sasa nikiwa pale ndio kama wananiita ile jina Balozi ambayo ikaenda baada ya hadi mtaani watu wazima wengi wakawa wananiita Balozi. Lakini basi baada ya muda nilipotea kadri nilivyoendelea kukua. Ila haya mengine bado yapo. Ni furaha kiasi gani leo hii kukaa hapa kwenye ardhi ambayo imekukuza? Inawezekana kuna muda uliondoka ukaenda kwenye mambo yako mengine, nafikiri uko tutafika, lakini leo uko nyumbani. Ni furaha kiasi gani? Ni kweli ni furaha kubwa kwa sababu kwangu mimi ni historia. Pengine historia ya kwanza ilikuwa kwenye ndoa yangu, ila haikuwa hasa nyumbani. Ilikuwa ni katika mazingira ya nyumbani lakini sio hapa. Ila leo nimependa hii interview tufanyie hapa nyumbani kabisa kwa sababu hapa ndipo nilipotoka na ndipo ambapo maswali mengi ambayo nimekuwa ninajiuliza mpaka yakanisukuma kufikia kusema hebu nenda kwenye ubunge. Chimbuko lake hasa ni hapa ambapo muda mwingi nimeishi. Ukiacha mbali kwamba nimeishi sana muda ninasoma shule ya msingi na kabla ya shule ya msingi, lakini daima nimekuwa nikienda sekondari narudi nyumbani, nikienda wapi nimetembea kikazi, nimeenda nchi nyingine huko ninarudi nyumbani kumwona mama. Kwa hiyo daima huwa ninajisikia amani sana nikisafiri kutoka Njombe mjini kuja Matembwe kwa sababu kwenye hiyo safari huwa ninakumbuka mengi sana. Na kwa hiyo kwa leo hii furaha kubwa ni kwamba niko kwenye kinyang'anyiro pengine cha pili kwa ukubwa, nikichukulia kwamba kinyang'anyiro cha kwanza ni urais, cha pili ni ubunge kwa sababu unapigania kuchaguliwa na watu wengi, kusikia watu wengi wanakuunga mkono kwa kiasi gani. Sawa, kabla tujafika huko, ni jambo la heri zaidi tukafahamu historia yako ya elimu. Umesoma shule gani kuanzia shule ya msingi, sekondari, lakini pia chuo na sehemu nyingine kama mbahatika kupata elimu ya mambo mengine? Itakuwa ni jambo zuri zaidi. Asante. Shule nimesoma shule ya msingi Matembwe.
ambayo ipo kama kilomita 2 kutokea hapa. Kwa hiyo ulikuwa unatembea asubuhi kilomita 2 mchana unarudi kula. Unafika nyumbani unaweza ubahatisha chakula na usipate chakula, alafu unarudi nayo kilomita 2 na jioni kilomita 2 za kurudi nyumbani. Kwa hiyo ukipiga mahesabu kila siku ni kilomita 8 kwa miaka 7 mfululizo bila kupumzika. Kwa hiyo hapo ni shule ya msingi, nikahitimu darasa la 7, nikaingia kwenye ule mfumo wa shule ya seminari ambapo tulikuwa tunasoma pre-form 1 mwaka mmoja ambao hauhesabiki, yani unasoma nini maana hakuna cheti. Kwa hiyo nilisoma pale mwaka mmoja pre-form 1 Matola, ilikuwa inaitwa Matola Seminary. Alafu baada ya hapo nikaenda Kilocho Seminary ambayo ilikuwa basi ni shule inaanza, sisi pale tulikuwa darasa la 3 tangia shule ianzishwe. Kwa hiyo tulikuwa intake ya 3, nikamaliza form 4 mwaka 2004. Kutokea hapo 2004 nilivyohitimu nikaenda kusoma Mzumbe Secondary nikasoma combination ya PCM, physics, chemistry na mathematics. Alafu nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam kusoma computer science. Baada ya ndoto za kwenda kusoma nje kugoma, nikabidi nikubali kwenda kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilipohitimu mwaka 2010 na shahada ya science ya computer, Bachelor of Science in Computer Science. Kwa kifupi ni hivyo. Baadaye nikafanya kazi hadi mwaka 2017 nikaenda Marekani kule kufanya masters, ambapo pia nilifanya masters ya computer science, lakini concentration ilikuwa zaidi kwenye software engineering. Kwa hiyo nikafanya masters ambayo sehemu moja hapo ya ile masters ilikuwa na kuhitaji ufanye kazi. Kwa hiyo jumla ilinichukua kama miaka 3 kwa Marekani, ndio nikarudi kabla ya corona, nikaendelea na maisha mengine ya kazi. Sawa. Na wakati unakaa nje ya Tanzania, ilikuwa ni masomo zaidi au tumebahatika pia hata kufanya kazi huko? Ya, safari yangu ya kwanza kwenda nje nakumbuka ilikuwa ni Botswana mwaka 2012. Sasa hiyo ilikuwa ni safari ya kikazi. Kwa hiyo katika hiyo miaka yote kazi zangu zilikuwa nitakaa miezi 2, nitarudi wiki moja, nitaenda wiki kadhaa, nitarudi siku 2 hivyo. Lakini nilipoenda kufanya ile masters, kwa sababu ilikuwa lazima nifanye shule na nifanye kazi kama takwa la kuhitimu ile masters, kwa sababu haikuwa kwa Kiswahili sijui niseme nini. Okay, Kiingereza inaitwa Professional Masters Program, ambayo unafanya ile program ya masters na lazima ufanye kazi, upate industry experience, upate ile uzoefu wa kwenye kazi moja kwa moja, haufanyi ile wanasema dissertation. Kwa hiyo ndio ilinipa bahati. Kwa basi muda mwingi katika hiyo miaka takriban 7 ilikuwa ni safari ya kikazi, lakini 2017 hadi 2019 ilikuwa ni mambo ya shule zaidi, ambayo pia ilidumisha kufanya kazi. Kwa hiyo tunazungumzia mgombea ambaye ana masters, sio level ndogo. Ndio, na mgombea wa masters. Na nafikiri moja kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi kwa mwananchi ni kutamani kuona sasa ule uwezo ambao umeupata katika nchi mbalimbali unaorejesha vipi kwa jamii yako hapa katika jimbo la Lupembe. Pengine kuishi kwako nje kwa asilimia kubwa kumekuwa ni sehemu ya msukumo wako wewe kuja kurejea katika jimbo hili la Lupembe na kugombea kutokana na yale ambayo umeyaona nje, au msukumo huo wewe kugombea huku hauhusiani na lolote la wewe kukaa nje ya mipaka Tanzania? Mimi msukumo wangu kwa kweli ni kutokana na vitu kwamba nimeishi ndani ya nchi, kuna vitu nimeviona, nimepita yana mang'amuzi ndani, na pia ni uzoefu ambao nimepata nje. Sasa uzoefu ndani ni daima nimekuwa najiuliza. Mimi nimesoma shule ya msingi Matembo, shule ya kawaida kabisa. Nikaenda kusoma hiyo seminari ya Kilocho, na ilikuwa kawaida kabisa. Kwa siku muda wa masomo ulikuwa tu ni masaa 2, lakini pia hao masaa 2 hauna uhakika kwamba siku zote utakuwa nayo. Tulikuwa na hizo tunaita crash programs nyingi sana. Mtaenda kuzima moto kama ni kipindi cha kuanzia mwezi wa 7
hadi mwezi wa 12 mtazima sana moto hadi usiku mnarudi saa 5 kulala. Lakini pia kazi zilikuwa nyingi sana. Lakini hata katika mazingira mimi kwenye ile shule kwenye mtihani wa form 2 nilibahatika kuwa mwanafunzi wa 3 kwenye mtihani wa taifa kidato cha pili. Ikanipa hamasa kwamba kumbe inawezekana. Kidato cha 4 nikawa mwanafunzi wa 3 kitaifa kwenye upande wa vijana. Na mwaka wetu kidogo kulikuwa na changamoto. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo baadaye nimesema kama nilipita katika mazingira ya bwana ili nikafanikiwa, ninajiuliza nini hasa ilikuwa. Maana kulikuwa na juhudi kwa sehemu kubwa, lakini pia baadhi ya watu wanaokushika mkono. Watu wanakushika mkono kwa hapa kijana afanye hivi, hapa usifanye hivi, hapa afanye hivi. Kwa hiyo yale ndio yameniunda mpaka nilipoenda chuo kikuu kama vivyo hivyo. Nakumbuka nikiwa chuo kikuu mwaka wa 3 niliingizwa kwenye mradi mmoja ambao ulikuwa ni mradi wa kitaifa kwenye mambo ya mifumo. Kwa hiyo nikiwa mwaka wa 3 nilishiriki kwenye ule mradi kama mwanafunzi, lakini pia nikiwa nafanya kazi ya chuo. Alafu nilipohitimu mimi sikuomba kazi, nikabakishwa pale moja kwa moja, nikaendelea na ile kazi nikisubiri kwamba nitakuwa academician. Lakini pole mawazo yakabadilika, nikaondoka baada ya mwaka mmoja tangia kumaliza chuo, nikaingia mtaani tena. Nikasema nifanye ujasiriamali, baadaye zikatokeza nafasi sasa za kwamba unafanya kazi za ushauri, consultancies. Ndio basi nikaanza kusafiri, nikakuta inazidi kunipenda zaidi, kwa sababu siku zote kutembea nchi nyingine ilikuwa ni katika sehemu ya ndoto yangu. Sasa kule nikaona mambo mengi zaidi ambayo kanifanya nianze kujiuliza mbona kule nyumbani ikiwezekana. Nakutana na watoto wa shule ya msingi ya serikali wanaongea Kiingereza vizuri, nasema ni kwa nini sisi Kiingereza mpaka tumeweza darasa la 7. Lakini mfano nimeenda Marekani kule, nimekutana na watu ambao hawajasoma kabisa hata hizo degree. Hiyo ndio ninafanya nao kazi kwenye hizo kazi za mifumo ya kompyuta hiyo kama software engineers. Kwa hiyo haya maswali yakanifanya kwamba kwani kwa nyumbani tunachoshindwa ni nini? Kwa hiyo nikajaribu kufanya na baadhi ya watu mmoja kuona kwamba labda maswali yatajibika ni kweli. Kuna baadhi nimeshirikiana nao, siwezi kuwataja basi kwa sababu ilikuwa ni mahusiano binafsi, lakini nikiri kwamba kuna watu nimeshashirikiana nao, tumesaidiana hapa na pale, wanapiga hatua. Ndio hasa mmoja utashindikana vipi kwa watu wengi, hasa msukumo wangu uko hapo kwenye mambo mengi sana, tukianzia hasa na elimu. Okay. Mimi naamini kila mmoja huwa anakuwa na mapokeo pale ambapo anapewa taarifa. Nataka kujua mapokeo ya watu wako wa karibu ambao ulikuwa unaenda kuwapa taarifa kwamba unataka kutia nia ya kugombea jimbo la Lupembe. Mapokeo yao yalikuwa vipi kwa wale watu wako wa karibu ambao hata kabla hujatoka nje, watu naanzia ndani. Watu wa ndani kwako mapokeo yao yalikuwa vipi? Kwa kweli mapokeo mengi yalikuwa ni mshtuko, hakutaka kuamini, kwa sababu kama nilivyoanza nimefanya sayansi ya kompyuta kwenye degree yangu ya kwanza, degree ya pili, lakini siku zote nilikuwa ninafanya kazi ya mifumo ya kompyuta, kuandika program na hivi. Lakini pia maisha yangu yote ya shule nilikuwa ni yule mtu mkimya ambaye basi wewe unaanza tu. Wengi walikuwa wanasema wao wana mahesabu na kuongea wapi na wapi. Kwa wengi ilikuwa ni ile mshtuko kwamba unatutumia. Wengine kwamba hivi kweli uko serious? Hapana bwana, hatutaki kuamini. Kwa hiyo ilikuwa ni mshtuko, yani kuanzia mke wangu, mama yangu, dada yangu, wazazi wangu wote, hakuna aliyeamini. Na kuna ndugu yangu mmoja, kakaangu, rafiki yangu sana, ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Leo nilikuwa naongea naye na kuamini, japo nilishamwambia kwamba bwana wenzako nimeingia kwenye mchakato wa uchaguzi. Sasa leo naona kwamba nipo kwenye kampeni, akasema hivi siku kumbe alikuwa serious. Kwa hiyo unaona wengi hawakuamini, lakini wale waliokuja kuniona baadaye sasa nikiwa kwenye mchakato wakasema
kumbe watu wanabadilika kwa kweli. Mara nyingi tunasema kwamba siasa na dini ni vitu ambavyo huwa vinakuwa vina mitazamo, kuna muda kama vinaendana. Ni kuna muda mtu akiona kwamba umehamia labda upo dini fulani, kuna watu wanakutenga kabisa. Hata siasa kuna muda inatokea hivyo. Kuna watu wamepunguza ukaribu na wewe au kukutenga kabisa kwa sababu tu umeingia kwenye siasa rasmi na kugombea ubunge katika jimbo hili la Lupembe. Kile kwa kweli hilo halijanikuta, ila wengi kwa sababu ya mazingira wananiunga mkono, japo wanasema sisi tuko nyuma yako, tunaweza tusijitokeze hadharani tukaja jukwaani kukunadi na hivyo, lakini ndio najua kwamba tupo nyuma yako, tunakusupport wewe, endelea kupambana. Kwa nini imekuwa kugombea kwako kwenye jimbo hili la Lupembe ni kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma na sio chama kingine? Asante. Chama basi ndio chama ambacho kipo kwa sasa, kwa sababu hata ingekuwa chama hicho kingine swali lingekuwa vile, lakini basi kwa mtazamo wa sasa ni kwamba binafsi nilitamani sana kwenda kuzungumza na wananchi. Nilitamani sana kwenda kuzungumza na watu wa jimbo la Lupembe. Kwa hiyo nikafikiria kwamba njia ipi hasa nipite. Wengi wanganishauri kwamba niende chama tawala kwa sababu nitakuwa na uhakika wa kushinda. Lakini mimi nikasema hapana, siwezi kwenda huko. Na siwezi kwenda kwenye chama kikubwa kwa sababu sikuwa mwenyeji sana kwenye mazingira ya siasa. Kwa hiyo nitamani chama kile ambacho nikienda ninapata urahisi wa kuteuliwa ndani ya chama, kwa sababu ninajua ninakidhi vigezo vya ndani ya chama chochote kimsingi. Na pia ikija Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi pia nitateuliwa. Kwa hiyo natamani kupita kwenye chama kile ambacho nitapata urahisi wa kufika kufanya kampeni, niweze kuzungumza na wananchi wale ambao daima wanakuwa mbele Mungu ninayoyaona, niliyoyaona huko nje na ninavyofikiria tunapaswa kuenda. Sasa chama ilikuwa ni rahisi kwa sababu ya historia ya mzee wa baba. Nilipitia vyama vingi, nilichukua orodha ya vyama vyote, nikaanza kuicheki moja baada ya nyingine. Mwishoni nikaona chama ni chama basi ambacho nikirahisi kukielezea kwa watu, kwa sababu wale watu wakisema chama cha mzee wa baba wengi wanajua hawashtuki. Kwa hiyo hasa ili nipeleka huko ni hiyo, lakini ingeweza pia kuwa ni chama kingine chochote kwa nafasi hiyo. Twende sasa kwenye nia yako ya kugombea ubunge katika jimbo hili la Lupembe. Ni ipi? Mambo kubwa hasa kama nilivyoeleza ni kwamba ni yale mambo ambayo nimeyapitia binafsi na mengine nimeona. Nimeyapitia katika kuishi hapa nchini na huko nje nilikopita, lakini pia niliyoona ndani kwa wenzangu, kwangu mwenyewe na huko nje ambako nimepita. Kwa hiyo nikasema nina imani kwamba nikipewa nafasi ya kusikilizwa, nikipewa nafasi ya kufanyia kazi, nikapewa uwanja wa kufanyia kazi, nina imani kwamba nitapata matokeo yale ambayo siku moja nitasema kwenye jamii yangu, haya ninayoona mimi nilichangia kwa kiasi kikubwa sana. Na vipaumbele vyako sasa kama mgombea ni vipi ambavyo unaamini ya kwamba kama wananchi wataamua kukupa ridhaa ya kuwatumikia na kuwaongoza katika miaka hii 5 utaenda kuhakikisha kwamba unavifanya? Inawezekana viko vingi sana kwa yule ambaye anatutazama wakati huu, lakini sio vibaya ukatuorodheshea vile ambavyo unaona kabisa hivi ni mlengo wako mkuu katika vile vipaumbele vyako. Kwa swala la vipaumbele kwa kweli ni vingi, kwa sababu nilikaa nikaorodhesha. Nilipata kama karatasi 3 zile zilizokuwa typed kwa font ndogo kabisa, lakini basi mwishoni nikaja kwamba vile ambavyo ninaweza nikaelezea kwa sehemu kubwa vikawagusa walio wengi, kila mmoja kwa mazingira yake akaguswa. Sasa pia nilijaribu kufanya utafiti kwamba
na sio tu nataka ubunge kama wengine wanavyotaka ubunge, yani kwamba mimi nataka ubunge. Kwa hiyo kwenye ubunge ni nini, kama wengi wanaosema kwamba ukiwa kwenye siasa swala kubwa ni kuongea. Sio kweli. Kuna mambo mengi sana ambayo mpaka sasa ninaamini kwamba wewe kama mwanasiasa lazima uwe zaidi ya kuongea, kwa sababu kama kuongea inabidi wewe umepani, lakini wewe umetafiti, kama ni taarifa labda za takwimu umezifanyia tafakari kidogo, ili unavyoenda kuwaeleza watu usiwaeleze tu kwamba umbali wa kutoka Njombe mpaka Matembwe ni kilomita 65. Lazima useme kilomita 65 inamaanisha nini kwa mtu wa kawaida. Sio kwamba shule ni miaka 7, miaka 4, miaka 2. Lazima uelezee kwamba kwa nini iko hiyo. Kwa hiyo nikatafiti, nikaona tofauti yangu mimi kwenye jimbo la Lupembe, hatujawahi kuona mbunge akakubali kuishi na wananchi wake ambao wanasema wanawatumikia. Kwa hiyo na katika utafiti wangu mdogo niliona madiwani wengi hawanikiwi, kwa sababu kubwa ni kwamba madiwani wanaishi na wananchi. Sasa wabunge wengi wananikiwa kwa sababu pia wabunge wengi hawaishi na wananchi wao. Kwa hiyo wanakuwa wanajitenga na wale wanaowakilisha. Maana yake wabunge wanakaa chini na kufikiria kwamba watu wa kule mahitaji yao ni haya, lakini ukienda kuongea na wananchi wenyewe mahitaji yao ni tofauti sana, vipaumbele vyao ni tofauti sana. Kwa hiyo nikasema hata nikaahidi mambo mazuri 50, mambo mazuri 200, itakuwa haina maana kama sitashirikiana na wale ambao mimi ninawakilisha. Kwa hiyo nikasema kipaumbele changu cha kwanza nitahakikisha ninakuwa na ofisi rasmi ya mbunge ndani ya jimbo. Ninakuwa na ofisi rasmi ya mbunge ndani ya jimbo. Na jambo jingine ni kwamba lazima nipite vijijini huko nizungumze na wananchi. Lazima nipite vijijini kwa ratiba na wao nizungumze na wananchi. Huko ndio nitapata kujifunza mambo mengi sana, lakini kwa kushirikiana na wale wananchi lazima watanipa mawazo kwamba ndugu mbunge, tunafikiria hapa tufanye kwa namna hii, kwa sababu wao ndio wanaojua mazingira. Halafu mwishoni tupeane majukumu kwamba sasa kwenye hili tunakubaliana, wewe mbunge nenda kafanya hivi na sisi wananchi tutafanya hivi. Kama ni serikali ya kijiji tutaona inafanya namna gani. Hiyo itaondoa ile taharuki ya wananchi kwamba wanaahidiwa wakati wa kampeni, halafu wanamsubiri tena mbunge kwenye mkutano mwingine wa kampeni. Nimekuwa nasikiliza mkutano wa wagombea ubunge kadhaa pia pamoja na mbunge wetu wa jimbo hili la Lupembe. Sasa mimi wanasema nilipofika mwaka juzi, sasa mwaka juzi leo maana ni 2023, yani tunaweza kusema ni miaka mingi imepita mbunge hajafika kwenye kijiji chake. Mimi nikasema hapana, nikipita sana hiyo ni miezi 6 sijatembelea hicho kijiji. Kwa hiyo nikifanya hivyo mambo mengi yataweza kwenda, kwa sababu pia itanipa mimi msukumo kwamba kila ninapoenda niwe na habari ya tofauti, niwe na taarifa ya tofauti, niwe na taarifa ya utekelezaji ya tofauti na mkutano wa mwisho. Kwa hiyo ni ya kunisaidia pia mimi kuongeza uwajibikaji. Hicho ndio kipaumbele changu cha kwanza, kipaumbele cha kwanza, na ndio ahadi yangu kubwa, na naweza kusema ndio zawadi kubwa ambayo ninaweza kuwapa wananchi wa jimbo la Lupembe. Sasa kutoka hapo ni mengine ambayo yanaendana na hilo. Kuna swala la elimu, kuna swala la afya. Kwenye elimu kama nilivyoelezea, nikichukua uzoefu wangu mwenyewe, ni mambo mengi sana ninayoona kwamba tunaweza kuyaboresha huko mashuleni. Lakini kwenye afya pia yapo mengi. Nadhani ni mwaka jana ilitoka ile ripoti kwamba Njombe inaongoza kwa udumavu. Ninajiuliza ni mambo gani yaliyofanyika kuhakikisha kwamba tunapigana na udumavu. Lakini ninajua kwenye maeneo yetu haya kuna watu wengi wenye matatizo mengi ambayo ni sugu, tunaweza kusema matatizo ya kudumu, lakini wanakuwa nayo kwa sababu hawajapata bahati, kwa mfano kukutana na daktari bingwa. Kwa hiyo kwa uzoefu wa kuwatibu ndugu zangu mwenyewe niliona umuhimu wa madaktari bingwa. Kwa hiyo kwenye hiki kipengele cha afya nikasema nitajitahidi sana tuwe na walau ziara moja ya madaktari bingwa, walau ziara moja ya madaktari bingwa ndani ya jimbo letu ndani ya mwaka mmoja kwa kuanzia.
na nishukuru kwamba nimeshaanza kuulizia hapa na pale hivyo vinafanyika vipi, kwa kuongea na wahudumu tofauti wa sekta ya afya. Basi hiyo yote ni katika kujiandaa, kwa sababu pia nimesema sihitaji miaka 5 iishe alafu nirudi jimboni niseme kwamba hii miaka 5 nilikuwa natafuta uzoefu, sasa mnitume nikafanye kazi. Kwangu mimi kwa kweli nitakuwa nimejiaibisha, kwa sababu kote huko nilikopita kazi zilikuwa ngumu sana, lakini ilinichukua sio zaidi ya miezi 2 miezi 3 kujua kazi, na kila mmoja akawa ananikimbilia kwamba hili swala nenda kamone fulani, hili swala nenda kamone fulani, mpaka wale wafanyakazi wageni wakawa wanauliza kwamba kwani umekopa hapa muda gani? Nasema nimekopa hapa mwaka mmoja tu. Kwa hiyo ninatumaini uzoefu huo, lakini uweledi huo, mazingira niliyofanyia kazi pia yamenijenga kwa namna ya tofauti sana ya lami, kwa sababu miaka yote tangia ninapata akili, ahadi za wabunge ilikuwa tutaleta barabara ya lami kutoka Njombe mpaka Madeke, tutaleta maji, tutaleta umeme. Kwenye kitongoji changu hiki hapa tulipokaa, line ya umeme ambayo basi watazamaji hawawezi kuiona, lakini basi line ya umeme ambayo imefika hapa kitongojini kwetu imekuja mwaka huu 2025 mwezi wa 3, wakati ile grid ya taifa ilipita hapa mwaka 2012 kama nakumbuka vizuri. Sasa haya yote yamechukua muda mrefu, na katika ile michakato, kwa sababu nimejihusisha sana pia na wananchi kwenye kufuatilia haya, nimekuja kujua ni wapi kulikuwa na uzembe. Pengine sio uzembe, kwa sababu saa nyingine mtu hajui kama anafanya uzembe, lakini basi ni mazingira gani yaliyopelekea kwamba hii miradi ikachelewa. Lakini hilo limenifunza mengi. Na jingine, kwa mfano kwenye maji, hapa kwetu tuna mradi wa maji. Huu mradi wa maji ulifika hapa mwaka 1996, lakini mbali na hiyo ni mradi ambao ulikuja haukutoka moja kwa moja serikalini, walikuwa ni wafadhili fulani waliopitia kanisani, basi wakaleta mradi wa maji hapa na sisi tukawa tumepata maji. Kwa hiyo haya ni mambo ya jumla. Sasa kwenye barabara hizi, kama nilivyoanzia kwamba mimi nimesema sitakuwa mbunge wa lami, na wala siwaahidi wananchi kwamba nitahakikisha barabara ya Njombe mpaka Madeke inajengwa kwa kiwango cha lami. Hoja yangu ni kwamba barabara zetu zilizo nyingi tunazozitumia kwenye maisha yetu ya kila siku ni za vumbi. Sasa kubwa tuzikarabati hizi zipitike, kwa sababu nchi yetu tuko bado kwenye kuhangaika. Tuko bado kwenye kuhangaika. Yaani kama ni nyumba unapandisha ukuta, hawajafikia ile hatua ya kuweka sijui plaster, wenyewe wanasema mahitaji ya Kiingereza plaster, sijui lumbering, plumbing, hivyo vyote hapana. Sisi tuko kwenye survival. Kwa hiyo katika kuhangaika tunachohitaji ni barabara inayopitika. Ndio maana nikasema kipaumbele changu nishirikiane na serikali tuongeze budget kwenye kukarabati barabara zetu za vumbi, ili zile sehemu ambazo tunaita korofi zifanyiwe ukarabati wa kina sana, zisiwe tena sehemu korofi, labda zihamie sehemu nyingine. Lakini pia tuweke hata usimamizi, kwa sababu nikiwa mwananchi tu wa kawaida, namna ule ukarabati unafanyika, ninaona kabisa kuna sehemu unafanyika kwa kulipuliwa. Sasa unasema okay, pengine ingekuwepo mtu wa kusimamia hapa nyuma, hizi barabara zingekarabatiwa vizuri na msimu wote wa mvua zingepitika, kwa sababu sio Tanzania tu ambao tuna barabara za kokoto au barabara za vumbi. Huko nchi nyingine pia ukitembea unafika sehemu na kutana na barabara za hivyo, lakini ni barabara ambazo ziko vizuri. Kwa nini sisi tunakuwa tunafanya? Sasa wakati nafikiria haya, ndio nikaja pia na wazo wa kutumia katuni moja, katuni ya panya wanaosafiri kwenye mtumbwi. Kuna wengine wanautafuna ule mtumbwi, nadhani mtumbwi wa muhogo ule wanautafuna, na kuna panya wengine wanaonekana basi anatafuta njia, anaongoza njia, na mwingine anapiga makasia. Kwa hiyo wapo wengine wanania nzuri kwamba Tanzania tunataka iende mbele, lakini wapo wengine ambao wakati tunaendelea na mchakato wanaturudisha wengine nyuma. Kwa hiyo haya yote ni katika kuhakikisha kwamba basi ninafikisha ile ujumbe uliokusudia kwa wananchi. Sawa, mimi naamini kwenye
kwa Kiingereza inaitwa slogan. Swahili ili mtu atuelewe ni kauli mbiu, ndio ambayo huwa inakuwa imebeba ujumbe wa yale yote ambayo kama ni kwenye kampuni ya kile ambacho nakifanya, akiweka ile kauli mbiu inakuwa inabeba kila kitu. Nikiangalia kwenye vipaumbele vyako katika kugombea kwako ubunge, una slogan ambayo inasema kwamba tuache mazoea ili tuendelee. Natamani tuifafanue kwa uzuri. Imebeba ujumbe gani? Kwa sababu naamini inawezekana kwenye haya yote mambo ambayo umeorodhesha, umesema kwamba uliandika zaidi ya peji 3, inawezekana zote zilikuwa zinakuja hapa kwenye tuache mazoea ili tuendelee. Ina maana gani hii? Tuache mazoea ili tuendelee. Yaani mazoea ni ile namna ya kutenda jambo kwa namna ile. Mwaka huu, mwakani, leo, kesho, mwaka nenda mwaka rudi. Ni mtu ambaye anakuwa anahangaika kutoka ngazi moja kufikia hatua nyingine, halafu amefika pale ameridhika. Yaani mazoea tu ya kusema kwa ufupi ni kuridhika. Sasa ukiridhika unakuwa huhangaiki, unakuwa hujihangaishi. Na pengine Watanzania tulio wengi tukienda kwenye nafasi ya mtu mmoja mmoja, ni wengi huwa tunaridhika mapema sana. Kwamba mimi kwa nilipofika hapa nimepata kadigrii kangu, ngoja tu nikapambane mtaani. Sio mtaani nitahangaika, nimefika sehemu kipato changu kwa mwezi labda ni milioni 10, milioni 2, nasema mimi bwana inatosha. Hivyo kwa hiyo tunafika sehemu tunaridhika. Kwa hiyo tunaanza kufanya vile vitu kama ni ziada tu, kama ni hii nafanya tu kwa sababu nimeshafikia hatua yangu. Sasa hiyo ndio imechangia kwa kiasi kikubwa sana kwamba wote wananchi pamoja na viongozi tumekuwa na huo mtazamo kwamba tulipofika panatosha. Wanaojihangaisha ni wachache, na pengine tunawaona yani kama wanajitesa bure. Sasa ndio maana nikasema nikiwaambia wananchi wangu tuache mazoea, ina maana tukubali sasa tuanze kufanya mambo kwa tofauti. Namna tulivyofanya mwaka jana, mwaka huu tujiulize mwaka huu tutafanya vipi kwa tofauti. Na ikifika mwakani tujiulize jambo lolote unalofanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ukubali kufanya kwa tofauti, ndipo utapiga hatua. Kwa Kiingereza huu msemo nadhani unakaa vizuri sana. Wao wanasema familiarity breeds contempt, kwamba mazoea ni kama mazoea yanazalisha dharau. Unakuwa unachukulia mambo poa, haujihangaishi tena kwa namna yoyote. Kwa hiyo nikiunganisha hiyo na katika Kiswahili namna ilivyo, basi nikaona itakuwa ni ujumbe mzuri. Na kweli wengi sana wanarudi wananiambia hiyo bwana, kwa hiyo msemo wako mazoea kwa kweli umetugonga penyewe. Kwa hiyo mimi nimeshukuru kwamba wengi wao wamegusa, na kwa kiasi kikubwa nimesema nimefanikiwa kama hatua ya kwanza kwenye huu mchakato wa uchaguzi. Mpaka hivi sasa ukiwa umefanya baadhi ya mikutano katika vijiji tofauti vya jimbo la Lupembe, kwa namna ambavyo umeona jimbo lako ambalo unatarajia kwenda kuwatumikia wananchi kwa miaka 5, unaona yale ambayo yalikuwa kwenye akili yako, kwenye mtazamo wako baada ya kufika sasa maeneo yenyewe, unaona wakikupa ridhaa hiyo unaweza kwenda kuwafanyia hizo kazi, au bado mambo ni mazito? Hilo swali ni bomu kwa sababu ni njia ambayo ninaenda, alafu ni njia ambayo sijaipita, lakini najaribu kutumia mazingira niliyopo. Kwamba mpaka nilipofika kuna mambo ambayo nikiongea, alafu ninaona mengine nasema nimetumia miaka 5 kupata huu uzoefu. Kwa hiyo ninajiona kwamba kumbe mimi sitahitaji miaka 5. Kwa safari ni ndefu na ni nzito, kwa sababu unaenda kufanya kazi na watu wa mitazamo tofauti, hasa mitazamo, kwa sababu tukichukulia kama ni tabia za mahali za jamii, kwa kiasi kikubwa nitakuwa nazifahamu. Mimi nakulia kwenye mazingira haya na nimesoma, ninaishi na naendelea kuishi na watu wa mazingira haya. Kwa hiyo sina ugeni, ninajua kwamba
Wabena wakifanya namna hiyo wanamaanisha hivi, wakisema hivi wanamaanisha hivi, na wabena sio watu wa kujitokeza sana mbele. Ndio maana ni ngumu sana kusikia siku eti wabena wameandamana. Kwa hiyo nasema kwamba hii kazi ina ugumu, lakini binafsi nimejiandaa na nilivyoenda kwenye kampeni imenipa moyo zaidi, kwa sababu nimeona wananchi wananiitikia kwa vizuri sana. Kwa hiyo kijana unaoongea ni mazuri na ni mambo ambayo tumetamani kuyasikia kwa muda mrefu. Hii inanipa imani kwamba wananchi walitamani kupata ujumbe wa namna hii, kumpata mgombea mwenye mtazamo wa namna hii, lakini hawakumpata. Kwa hiyo mwishoni waliishia tu kuchagua yeyote ambaye alikuwepo. Sasa hiyo inanipa imani kwamba wananchi wananiamini, na kama wananchi wananiamini, na mimi ninasisitiza kwamba hili swala la ubunge wangu itakuwa ni ushirikiano baina yangu na wao. Ninaona ule tayari wao kufanya kazi na mimi. Kwa hiyo ninaona pia itanipa urahisi, kwa sababu wengi wameshaonesha kunikubali, wameshaonesha kukubaliana na mimi. Na ukichukulia kwenye mrengo kivyama, chama chetu sisi hakina wanachama kwa huku kwa kweli. Kama ni kadi tuligawa ni chache sana kwa wale tulioambaza mimi na hivi, lakini kwa sababu walio wengi walionisikiliza sio chama changu, na mimi nitapata sana ushirikiano wa wananchi, na hilo litanipa nguvu mimi kwenye kufanya uwakilishi, kwa sababu mimi ni mwakilishi wa wananchi, sio mwakilishi wa chama cha siasa. Sasa hili pia niweke wazi kwamba wananchi saa nyingine wanatishia kwamba mkichagua mgombea wa chama kingine, chama cha upinzani, hamtapata maendeleo. Mimi nasema hapana. Kama wananchi ndio walionituma, labda waseme kwamba sisi wao wananchi sio wananchi wa Tanzania, sio wa Tanzania, lakini kama nitafanya kazi na wananchi, na maana ninapofanya ushawishi wangu ninasema wananchi wa jimbo la Lupembe, wananchi wa kata fulani, tulikaa tarehe fulani mwezi fulani tukaazimia haya. Kwa hiyo nimefika kuliwasilisha hili kwenye sehemu inayohusika, kama ni ngazi ya halmashauri, ngazi ya mkoa, au ni ngazi ya kitaifa kwenye mawaziri huko, na hata ikiwezekana kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo wao wanajipanga kwa haya yote. Ninatumaini hilo swala kwangu halitanichukua muda mrefu, maana nishafanya kazi na mambo magumu zaidi, na katika umri mdogo sana ambapo nikiwa sina uzoefu, lakini nilifanikiwa. Kubwa hasa lililonisaidia ni kushirikisha na kuuliza maswali, kujiuliza, yani kujiona kwamba mimi sijui ili hapo wanaojua. Kwa hiyo nikijiuliza, ninatumaini kabisa kazi kwangu itakuwa ni nyepesi. Mapokezi ya wananchi kwenye mikutano yako yanakupa nguvu au kuna wakati yanakukatisha tamaa? Nikiri wazi kwamba mapokezi ya wananchi yananipa nguvu, kwa sababu wao wanasema mtaji wa chama ni wanachama, na kwa hiyo mtaji wa mgombea aliyedhaminiwa na chama fulani ni wanachama wa kile chama. Sasa chama chetu sisi kama nilivyosema hakina wanachama wengi kwamba wanaweza wakafika 10, labda nikienda kwenye kijiji kimoja, huwa ni uongo. Lakini ninachoshukuru kwamba katika vijiji vyote nilivyoenda nimefanikiwa kukutana na watu walionipokea na kuja mkutanoni, wamenisikia na mwisho wamenipa mkono, wamenipa hongera, ambao hao wengi ni wana CCM, wengi ni chama ambacho sio chama, na wana CCM na wana Chadema. Huko sana sana hivyo ndio vyama vikubwa vile, lakini hasa walio wengi na wana CCM. Kwa hiyo ndio wako hangaika wafikishie wengi zaidi wapate kusikia, ili tupate mabadiliko. Na nataka kufahamu pia kwenye kila jambo ambalo nalifanya kuna baadhi ya changamoto ambazo zinajitokeza kwako wewe tangu kwenye kugombea, kwanza tu kutiania ndio kwenye mchakato wa kichama mpaka sasa hivi. Sasa upo nje huku ukiwa unafanya kampeni, ni changamoto gani ambazo umekuwa unazipitia na unafikiri tufanyaje au unafikiria kufanyaje ili kuzitatua, pengine zisikurudishe nyuma kwenye mapambano yako? Asante. Changamoto kubwa hasa ni ugeni. Changamoto kubwa ni ugeni kwenye chama,
ugeni kwenye mchakato mzima, ugeni kwenye kuwa kwenye siasa kwa undani namna hii. Kwa hiyo changamoto kubwa hasa kwangu ni ugeni, lakini ugeni pia umenisaidia kwa upande mwingine. Ugeni umenisaidia na zaidi sana umeniimarisha. Kwa mfano, nilivyoingia chamani nilisema sijawahi kufanya siasa na wala sijawahi kuwa kwenye mambo ya vyama vya siasa. Kwa hiyo wale walinipokea wakasema usijali, tutakuunga mkono, tutakuonesha njia upite wapi na wapi. Kwa hiyo nilishukuru, nikawa nakaa nasubiri nipate mwongozo. Tukaingia kwenye mchakato wa uteuzi ndani ya chama na baadaye kwenye ngazi ya kitaifa kwa maana ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Hivyo ni ugeni. Kwa hiyo mimi nakuta mambo yangu mengi niliyafanya kwa kimya kimya kwa sababu ya ugeni, lakini yalinipa nguvu. Yalinipa nguvu kwa sababu kila hatua nilipofanya niliona kumbe hili linawezekana bila kufanya namna vile wengi walivyozoea. Nimeingia kwenye kampeni vile hivyo kwenye kampeni kwamba kampeni inabidi kukusanya watu. Mikutano yangu ya kwanza ilikuwa mizuri sana. Mkutano wa kwanza nashukuru nilifanya hapa kwenye kitongoji changu. Nilikusanya ndugu kwenye kitongoji changu nikawaambia, jamani, mwenzangu mtoto hapa nyumbani nimetia nia hii, kwa hiyo ninaombeni mlitambue hili, mniombe na nimepanga kwenda kufanya namna hii. Ninashukuru sana wana kitongoji, walinipa moyo sana kwamba tunashukuru, tunakufahamu, tunaona utatuwakilisha sisi vizuri, utatuwakilisha vizuri sana. Hiyo ilinipa moyo. Nikaenda kitongoji cha pili na mwisho nikaenda kwenye kama sehemu ambayo ni kama mji, sehemu iliyochangamka zaidi. Wengi wakanipa maneno haya. Sasa nilianza mchakato wa kampeni, ilikuwa ni mgeni, nitaongea nini? Lakini kadri nilivyoendelea nikarudi, nikafika nyumbani, nikatafakari, nikajitathmini, nikaona inabidi niboreshe hapa, na ndivyo nilivyoendelea mpaka sasa. Ninaweza kusema kampeni ninazozifanya kwa kiwango changu ninajitahidi kwa sababu sijawahi kufanya, lakini pia kwa asilimia kubwa ni kutokana na uzoefu ambao nimeupata wakati wa huu mchakato. Na niseme jambo moja ambalo pia ninatamani wananchi walijue kwenye ile swala la kupata uzoefu, kutafuta uzoefu kwa miaka 5. Ukweli ni kwamba kama jambo unalifanya kweli umedhamiria, huhitaji miaka 5. Kwa sababu mimi nilipoanza kampeni nilikuwa sijui kitu kabisa. Tuwa uzinduzi wa kampeni kimkoa uliofanyika kama wiki 2 tangia urasmi wa kampeni kuanza, wengi walikuja kunipongeza, lakini kubwa ilikuwa ni mshangao kwamba wewe mbona ulikuwa hujui kabisa au ulikuwa unatudanganya? Yaani ulivyofanya hapa leo kila mtu ameshangaa, lakini ilikuwa ni kwa sababu kwa zile siku nilizofanya ile mikutano ilinipa muda wa kujifunza, kutafakari, kujifunza kutokana na ule mchakato unavyoenda. Ndio maana nikirudi sasa kwenye utendaji, kwenye ile swali lililouliza kwamba ugumu labda na urahisi wa kazi ninayoendea, ninaamini kwamba nikifanya hii kazi kwa nguvu sihitaji uzoefu wa miaka 5. Nisihitaji miaka 5 ili kupata uzoefu. Itanichukua tu muda mfupi alafu nitakuwa sawa na wengine wote. Asante. Natamani nifahamu pia chama chako ambacho ndicho kilichokupa ridhaa kukukabidhi bendera kwamba nenda kapeperushe bendera Chauma katika jimbo la Lupembe, wanakupa support kiasi gani? Support kwa kweli naweza kusema nimepata support ile ambayo wanasiasa wengine wa vyama vingine pia wanaipata, kwa sababu nilipoingia wakati nipo kwenye mchakato wa uteuzi ndani ya chama nilikuwa ninajiuliza sana swala gharama litakuwaje. Kwa hiyo nilijiuliza kwa wengi wa ndani ya chama, lakini nikajiuliza pia kwa wengine waliowahi kuwa wabunge kwa kupitia vyama tofauti. Wengi waliniambia kwamba ndugu, inakupasa ujipange, wewe kama wewe, kwa sababu mwishoni ukipata huo ubunge utakuwa ni wako. Kwa hiyo huo upande nilishajiandaa ya kutosha tu kwamba nitafanya namna gani. Lakini support kubwa ya chama ya kwanza
ni kuniunganisha mimi na wagombea wengine. Kwa hiyo mimi na wagombea wengine nimeunganishwa nao, kwa maana nikipata changamoto ninajua hili swali nikamuuliza nani atanijibu vipi. Lakini mambo mengine ni ya kawaida. Kwa mfano turudi tu kwamba hiki chama hakina ruzuku ya kusema kwamba labda kitawasupport wabunge kwa hili, wagombea kwa hili na hili. Kwa hiyo support ninayopata mimi nisema kwamba inatosha, kwa sababu nikihitaji ushauri ambao ndio kubwa hasa ninapata. Nikiwa na maswali ya kuuliza ninajua wapi nikaulize na majibu nitapata. Lakini tukiongelea kama ni support ya kipesa, hiyo kwa kweli hata wabunge au wagombea wa vyama vingine walishasema kwamba hili swala haliko kichama, ni gharama ya ambazo mgombea mwenyewe anazibeba. Japo kuna sehemu kwenye pesa pia tumeambiwa kwamba chama kitaweza kutupa support, lakini kwa sasa bado, kwa sababu wote tunahangaika na chama chenyewe ndio kama kwanza saizi kimeamka. Sam, umekuwa ni mgombea kitofauti kidogo, si mtu ambaye utaonekana sana kwenye vyombo vya habari ukienda huko kujinadi kwenye radio, television au kwenye online media. Umekuwa ni mtu ambaye muda mwingi sana kwangu mimi tangu nimekufahamu kama mgombea ambaye unakuwa sana eneo la field, na maanisha kwamba upo zaidi huku Lupembe kwenye vijiji tofauti tofauti ukipiga tour. Kwa nini imekuwa hivyo? Yaani wewe sio mtu ambaye utamsikia radio wapi huko. Zaidi muda mwingi unautumia zaidi huku kwa wananchi. Kwa nini umekuwa mgombea wa tofauti kiasi hicho? Asante. Kubwa ni mlango, lakini nadhani kubwa zaidi kwangu ilikuwa ni kujifunza. Yaani ukiangalia leo ni kama siku 20 mpaka kufika, ni pungufu ya siku 20 kwa kweli, siku 18 siku 19 mpaka kufika siku ya uchaguzi ndipo nimefanya hii interview yangu ya kwanza. Nimesema nilipoanza ilikuwa kubwa ni kujifunza. Kwa hiyo baadaye nimeenda nimeona hili linawezekana, hili linawezekana, hili linafanyika hivi. Kimsingi nimejifunza na nimepata uelewa. Sasa ninaweza kutoka nje na kuanza kuelezea kwa uzoefu na kwa kujiamini zaidi, kwa sababu ningeanza mwanzoni ninatumaini kuna mengine ambayo ningewasilisha yasingekuwa sahihi. Lakini kubwa zaidi kuliko yote nilisema mimi ni mbunge wa wananchi wa jimbo la Lupembe, ni mbunge wa watakao piga kura. Kwa hiyo kwanza nihangaike hasa kuwafikia hao, na kuwafikia ni pamoja na wao waisikia sauti yangu na nione sura yangu. Wananchi wengi sio wananchi wenye hizi simu janja, simu tanashati, smartphone hizi. Wananchi wengi ni wao wenye simu tu za kawaida. Kwa hiyo nilitamani hasa niwekeze kwenye kuwafikia hao kuliko kupata ule umaarufu wa mitandaoni kwamba kuna mgombea, alafu ukirudi kwenye uwanja wenyewe wa mapambano unakuta huyo mtu kumbe hana lolote kubwa sana analofanya. Kwa hiyo kubwa hasa kwangu ilikuwa ni kwamba nipate muda wa kujifunza, lakini pia niwafikie zaidi wale walengwa wa huu mchakato wote, na alafu basi polepole tuanze kwenda kwenye hizo media kama ambavyo imeanza hivi leo. Sawa, tumezungumza mambo mengi sana. Nafikiri mtazamaji atakuwa amekufahamu kiundani na amefahamu vitu vingi kutoka kwako kama mgombea wa jimbo la Lupembe kupitia chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA. Pengine kuna jambo lolote ambalo ulikuwa unatamani kushare na wananchi wako, lakini ukupata bahati ya kulizungumzia au kupata bahati ya kuulizwa swali, una neno lipi la kuzungumza? Una jambo gani ambalo unaweza ukawaambia tukiwa tunahitimisha? Asante sana kwa kunipa swali ambalo nitajielezea kadri ninavyotaka. Sasa nini nitakao kula kichwani ndio nitakayosema, lakini kubwa ya kwanza mimi niliingia kwenye mchakato huu nikiwa na malengo tofauti. Mbali na msukumo wa kusema ninahitaji kuwatumikia wananchi wa jimbo la Lupembe, lakini ilikuwa ni kwa ajili pia ya kutoa hamasa kwa watu wengi ambao tunatambulika kwenye jamii kama ni wasomi.
kwa sababu wengi tunakaa pembeni, tunakuwa kama kwenye mchezo wa mpira, tunakuwa ni mashabiki kwamba mchezaji pale kakosea, sasa huyo kocha anamwingilia mchezaji hivyo, lakini hatuingii kucheza ule mchezo. Kwa mimi nilichoka kuwa mtazamaji, nikasema niingie ili pia nipate nafasi ya kuwashawishi na wenzangu wengine kwamba jamani, hili swala ni letu sote. Kama tunasema tumepata uzoefu, tumepata elimu, ni vizuri tuingie tukapambania nchi yetu. Kwa hilo hasa ndio ujumbe wangu mkubwa, na hiyo pia inaendana na hiyo kwamba tuache mazoea, kwamba tuliosoma tuache mazoea ya kudhania kwamba wale wanaoingia kwenye siasa ni wanajia sana, au ni mambo ya unafiki, au ni maneno mengi ambayo basi tuko nayo kwenye jamii ambayo sio sahihi kwa asilimia yoyote ile. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwangu mimi ilikuwa kwa kweli nikiingia kwenye mchakato nipate nafasi ya kujipa challenge mwenyewe. Challenge nione ndoto zangu, zile mawazo yale yote nilizokuwa nayo humu kichwani yatatimilika kweli, na kutimilika kwake yanaanza pia na huu mchakato. Kwa hiyo nilipofikia ninaona kabisa ninakoelekea njia ni nyeupe, lakini basi kubwa la mwisho kwa yoyote yule, mimi nikiangalia mazingira ya nyumbani kwangu hapa, ujumbe mkubwa ambao ninaweza kumwambia yoyote ni kwamba maisha, safari ya maisha ni kila mtu, haijalishi wapi. Unaweza ukaanza popote ukafika popote. Sasa unafika popote wapi? Nadhani wengi tunatamani kufika kule kuliko kuzuri. Kwa hiyo tuseme unaweza ukaanzia popote pale, ukaitengeneza njia ukafika pale unapotamani kufika, kama ambavyo wengi hawakuamini kwamba mimi ninaweza kuwa mtu wa kujieleza, nikasimama jukwani nikaongea, nikawa kwenye interview kama hivi nikajieleza. Basi wote waamini kwamba lolote linawezekana, kwa sababu binafsi nimetoka kwenye mazingira ya kijijini kama hivi, nyumba unahesabu, lakini nimeenda mpaka sehemu ambako hauwezi kuhesabu hata nyumba. Kwa hiyo kwa yoyote yule ajipe moyo kwamba lolote linawezekana, penye nia pana njia, lakini lazima tukubali kuachana na kuishi kwa mazoea. Sawa, tarehe 29 ndio siku yenyewe, tarehe 29 Oktoba, siku ya kwenda kufanya maamuzi, na hii ni haki ya kila Mtanzania kwenda kupiga kura. Tuwaelekeze sasa Watanzania wana jimbo la Lupembe wafanyaje kukupatia kura siku husika tarehe 29 Oktoba. Nashukuru kwenye hilo. Kwa kweli nimekuwa na wahimiza sana kwenye mikutano, kwa sababu katika utafiti wangu mdogo niligundua kwamba wananchi wengi wamekata tamaa ya kupiga kura mwaka huu. Kwa hiyo nimekuwa ninawahimiza kwamba jamani, simameni tarehe 29 mkapiga kura, kwa sababu unapokata tamaa, kama ni mgonjwa anakuwa amekubali kifo, kwamba sasa mimi maisha yaishi hapa, na kama mpiganaji vitani anakuwa amekubali kwamba adui ameshinda. Jambo lolote unapolikatia tamaa ni kwamba unakuwa umeruhusu kusema lile la upande wa pili unapigana nalo basi lisitokee. Kwa hiyo kwanza nimekuwa ninawahimiza, lakini wa pili nimekuwa ninawaambia wakiona kwamba yale ninayoelezea, ujumbe ule wote mimi ninaobeba na namna gani nitafanya, basi wakiona wanashawishika, tarehe 29 wakanipigia kura. Na si hilo tu, nimewahimiza pia kuhudhuria mikutano ya kampeni ya wagombea wote, kwa sababu ndio nafasi pekee ya kuwafahamu wagombea, ili wanapofanya uchaguzi wafanye uchaguzi kwa kuelewa kwamba tunayemchagua ana uwezo huu, na si hasa uwezo wa kipesa kwamba alitupatia pombe, alitupatia matisheti, alitupa kitu kidogo tukalainisha makono hivi. Sasa kwenye kunipigia kura mimi, chama changu mimi ni chama cha Chauma, kifupisho chake ni Chauma, na majina yangu yaliyoandikwa kwenye karatasi la kura
yatakuwa yameandikwa Mgani kwa herufi kubwa kabisa na zinakuwa zimekolezwa wino, alafu Hildebond Placidus na picha yangu kama nilivyo mimi, bila kofia. Lakini jingine kwamba nembo ya chama changu ni ngumi. Tuna rangi nyekundu, rangi nyeusi na rangi nyeupe kwa chini, na maandishi kwa rangi nyeupe yatakuwa yameandikwa Chauma. Kwa hiyo kwenye kupiga kura ni hivyo kwa kifupi, lakini zaidi sana tutaelekezana huko majukwaani. Shukrani sana kwa muda wako na tukutakie kila la heri kama Asili Yetu TV. Tunaamini Mwenyezi Mungu atakusimamia na unaenda kupata ushindi. Asante sana, na kama tulivyosema tuache mazoea ili tuendelee. Tuache mazoea ili tuendelee. Subscribe YouTube channel yetu, endelee kupata taarifa nyingi nzuri na zile ambazo zinaendelea ulimwenguni kote. Asante kwa pamoja nasi. Tumefikia tamati kwa siku ya leo. Asante sana.